Bwana Yesu Kristo aweze kusifiwa sana. Amani ya Mungu iweze kuwa pamoja na nyinyi nyote wafuatiliaji wetu wa chaneli yetu pendwa Neno TV. Napenda kuwakaribisha tena katika wakati huu ambao tunakwenda kuangalia somo linalohusu lesoni, na ili wale ambao hawajui, katika kanisa la Waadventista wa Sabato kuna kugawanyika kati ya makundi kadhaa. Kuna watu wanaitwa Waadventista wa Sabato kawaida ama wanaitwa nominal, lakini kuna Waadventista wa Sabato wana matengenezo au watengenezaji. Sasa hawa waliopo katika nominal ni wale kama vile Roman Catholic ilivyo na system moja, kwa haijagawanyika kama Roman yenyewe Catholic, lakini kama makundi mengine. Sasa katika wale ambao ni wana matengenezo, sasa wanakuwa na makundi mengi sana. Kunakuwa na watu wanaamini hiki, wengine waamini hiki, wengine wanaamini hiki, wengine waamini hiki. Mfano, kuna wale ambao wanaamini Trinity, wanaamini utatu, lakini wengine wanapinga, au wote ni wana matengenezo. Lakini kuna wengine hawaamini katika mfumo wa General Conference, wengine wanaamini. Wengine tena hawaamini katika utoaji wa zaka, wengine wanaamini. Sasa kuna mambo mengi sana ambayo yanawatofautisha wana matengenezo. Lakini katika kipengele cha siku ya leo, hii ni elimu ambayo tunakwenda kujifunza sio tu kwa Wasabato wenyewe, kwa sababu nimeshangaa kuona kuna hata Wasabato wenyewe wengine hawajui kama kanisa lenyewe limeshawahi kugawanyika. Sasa hii inawezekana nikawa ni fursa ya pekee sana ya Wasabato pia kuelewa kanisa lao, lakini hata wale ambao sio Waadventista wa Sabato kuweza kuelewa ni nini ambacho kipo katika kanisa hili. Leo tunakwenda kuangalia tu kipengele kimoja, wapo kipengele cha lesoni, kwa sababu katika mambo ambayo wengine wanapinga, hasa wana matengenezo, wengine wanaopinga, wanaoona kwamba SDA mama imeasi, basi wanaona ya kwamba wameasi kila kitu karibia. Sasa kiukweli lesoni leo tutakwenda kuangalia, je, ni halali kutumia lesoni katika makanisa ya Waadventista wa Sabato? Je, kuwa na lesoni ni mojawapo ya dalili za uasi? Unaona? Kwa sababu wengine wanasema baada ya kuasi huko basi wameweza kuasi, hawataki kabisa kutumia lesoni. Lakini vile vile wengine wanasema wanabidi waanze kutumia. Naomba tuanze na wana matengenezo. Ni wakina nani? Ni wakina nani? Jina wana matengenezo katika Biblia limo, au wenye kutengeneza katika Biblia limo, na niweze kuanza nalo katika kitabu cha Isaya. Katika kitabu cha Isaya, ili tuone walikuwa wanamaanisha nini kuitwa watengenezaji. Katika kitabu cha Isaya 58 mstari wake wa 12 imeandikwa hivi. Nikukaribishe sana tuweze kufuatiliana kwa utaratibu. Kama pia unaweza kusubscribe, unaweza kushare kwa wengine ambao ni wana matengenezo, au wengine ambao ni wa Adventista wa Sabato, au hata ambao sio, zidi kushare na wao tuweze kupata maarifa kwa pamoja. 58:12 Isaya anasema, na watu wako watakuwa watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, na utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka, na mwenye kurejeza njia za kukalia. Eti ni wenye kurejeza njia za kukalia, kurejeza. Kwa hiyo ni lazima hawa watu wanaoitwa wana matengenezo au wenye kutengeneza, kama walivyotabiriwa, ni lazima wawe wenye kurudisha au kurejesha njia za kukalia. Kwa hiyo zilikuwepo, lakini wao wanarejesha. Ukiangalia katika 6:16 kitabu ni cha Yeremia anasema namna hii. Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone mkaulize habari za mapito ya zamani, wapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha nafsini mwenu. Lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Kwa hiyo njia iliyoelekezwa ni njia kuu katika njia ya zamani, watu waliokuwepo. Sasa ukigusa Waadventista wa Sabato, wana genesis yao, wana mwanzo wao kama taasisi.
Sikiliza kwa makini. Hatutajikita katika historia ya Waadventista wa Sabato kwa sababu mara kadhaa tumekuwa tukituma historia, tuliwahi tuma hapo pia katika somo hilo kuonyesha namna walivyoenda, ama kama kutakuwa na uhitaji zaidi tutaweza kutuma somo lingine wakati mwingine. Lakini tunachokiangalia ni kwamba wale wana matengenezo wanatakiwa warudi katika kile walikuwa nacho wale wa mwanzo waasisi katika Genesis ya watu walioshika Sabato na waliokuwa wanasubiri ujio wa Yesu, ndio wanaitwa Waadventista wa Sabato. Kama hawa walitumia lesoni, ni lazima na sisi tuweze kutumia. Kama hawakutumia au walipinga utumiaji, basi tunabidi kupinga. Mfano, nikuchukulie mfano. Vikundi vya kijeshi vilivyomo katika makanisa leo ya Waadventista wa Sabato vilipingwa na waanzilishi wetu ama wale waasisi. Unaona? Walipinga. Kwa hiyo hatuwezi tukatumia tena kwa sababu kilikuwa kimekusha kupingwa. Sasa tunapokuja katika kipengele cha lesoni tuangalie wao walitumia na je, wali encourage au wali discourage utumiaji wa lesoni? Sasa ninaomba tuanze na kitabu kimoja kinaitwa Education. Hicho ndio kitabu nahitaji tuweze kukisoma hapa pamoja na wewe uweze kuona, maana tusiporudi katika njia na kurejeza njia za kukalia tutajikuta ya kwamba tumeenda mbali kabisa na kupinga hata ambavyo viko sahihi. Unaona? Kwa tatizo sio wenda lesoni yenyewe, tatizo linaweza likawa ni zaidi ya hilo. Education, ninasoma Education 251 ukurasa. Anasema hivi: as a means of intellectual training. Sikiliza, the opportunities of the Sabbath invalid while the Sabbath school lesson be learned. Yaani tunaanza kuona ya kwamba kuna fursa katika kutrain, katika kujifunza, unaona, kiakili na fursa za Sabato zipo pamoja nasi, lakini anasema acha Sabbath school lesson be learned, acha lesoni za shule Sabato au masomo ya shule Sabato yaweze kujifunzwa, kufundishwa, kuelimishwa kwa hawa watu. Lakini pia anasema not by nasty glance at the lesson scripture on Sabbath morning, but by careful study for the next week on Sabbath afternoon with daily review. Kwa hiyo walikuwa wanaeleza, maana walikuwa wanatumia, kumbuka kipindi chao walikuwa wanatumia vile articles mbalimbali zilizoandikwa na hao pioneers baadhi. Sasa Mama White anaeleza katika Education, katika kitabu kinaitwa Elimu. Unaona? Anasema kwamba acha masomo ya shule Sabato au lesoni za shule Sabato zijifunzwe, lakini kwa ajili ya intellectual training, na sio kwamba iweze kusomwa tu asubuhi, mtu anaisoma haraka asubuhi ili aweze kwenda kuchangia. Hapana, inabidi isomwe kwa maandalizi, kwa wiki mpaka kwa ajili ya wiki nyingine. Kwa hiyo lesoni ilikuwa itumike for intellectual trainings. Unaona? Yes. Sasa naomba tuweze kwenda katika kitabu cha pili. Na hichi kitabu ndicho ambacho kinajenga au kinabeba maudhui ya shule Sabato. Unajua hata wale wanaotoka, huruma ni kubwa sana kwa wanaotoka katika nomino, maana wengi wanatoka hawajui wanaelekea wapi, hawajui wamejenga katika msingi gani. Unaona? Kwa watatoka Babeli, wataingia Babeli nyingine part 2. Sasa ni lazima kuelewa watu hawa walikuwa wanamaanisha nini. Leo shule Sabato zimekuwa hazipo sawasawa za wana matengenezo. Hata anakuwepo mtu tu mmoja wa kutoa masomo tangia asubuhi. Lakini Mama White anaelezaje katika Testimony volume 6? Kasome wakati wako vizuri, volume 6 361.1. Anaeleza kwamba mahubiri hayatakiwi kuwa mahubiri marefu, na si kila wakati utategemea mahubiri. Sasa kutegemea mtu mmoja kuongoza, alisema inatakiwa watu waweze kuwa na muda
wa kutosha kwa ajili ya kujadili lesson and not for controversy. Tunasoma hapa katika nukuu nyingine katika kitabu mahususi kwa ajili ya shule Sabato. Kwa hiyo walitakiwa kuwa na lesoni, somo ambalo litakuwa linawajenga wote, intellectual training kwa ajili ya wote ambao ni washiriki katika kanisa. Lesoni ilikuwa ikitumika na ame-encourage utumiaji wake. Tunaenda katika kitabu kinaitwa Testimonies on Sabbath School Work. Unaona? Sasa anasema hivi, while there is need of thorough investigation of the word of God, licha ya wakati kutakuwa na bado kuna uhitaji wa kupitia au kuchunguza, unaona, neno la Mungu, that previous truth may be discussed. Unaona kwamba ukweli wa sasa, ukweli adhimu unabidi uweze kujadiliwa and brought to light, na kuletwa katika mwanga au nuru. We should be guided that the spirit of controversy does not control in our discussion of the Sabbath school lesson. Kwa hiyo walikuwa wanatumia lesson, lakini alichokionya Mama White ni kuwaambia ya kwamba katika kujifunza na katika discussion zetu za Sabbath school lessons hatutakiwi kuongozwa na spirit of controversy. Hatutakiwi kuongozwa na ile kama vile mnakuwa na mashindano katika kujadili lesson, lakini nasema na lazima lesson ziwepo, lakini ziweze kuwa katika roho ya unyenyekevu, kila mmoja aweze kuchangia. Why? Kwa sababu kunatakiwa, ukiangalia katika education nasema thus the lesson will become fixed in the memory and treasure never be worth lost. Kwa hiyo ni lazima kabisa lesson iweze kuwepo. Changamoto pekee iliyopo katika lesoni za nominal leo, changamoto ni moja kubwa: kuna maelezo mengi ya waandishi. Ilitakiwa lesoni iwe tu na mafungu, lakini na roho ya unabii ieleze hapo, bila kuwa na nyongeza ya maneno mengine ya mwandishi hapo katikati, kwa sababu hapo pakiwepo na maandishi au yatakayoonyesha mlengo wa mwandishi, hapo ndipo tunapoanza kuwa na changamoto. Lakini tukibaki na Biblia na roho ya nabii ndani ya mfumo wa lesson nzima, itakuwa ni blessing kubwa sana kwa kanisa. Unaona, itakuwa ni blessings kubwa sana za kwa kanisa. Ni lazima lesson ziweze kuwepo na italeta uniformity, watu waweze kujifunza. Kama ni unabii, uchimbwe kwa undani kwa kuangalia nukuu za Mama White pamoja na roho ya nabii pamoja na mafungu katika Biblia. Vitabu vya Daniel na Ufunuo viwepo. Sasa mimi nitauliza, kama tutakuwa tunafundishwa kwa kupitia mtu mmoja, sasa ni tofauti gani ikiwa hilo limeandikwa na kuwepo na umoja katika dunia nzima? Tusiwe tunapinga jambo kwa sababu ya ushabiki. Lesoni imekubalika katika roho ya nabii, inafaa kutumika, lakini bila maelezo ya waandishi, bila visa vya kutunga ama visa visivyojenga. Hivyo vyote vinakuwa vinasababisha, ni sawa na maigizo ambayo roho ya nabii imekataa katika Testimony volume 7 pamoja na volume 5. Unaona? Kwa hiyo hatukutakiwa kabisa kuwa na hivyo vitu vingine, lakini lesoni kama lesoni ni msingi wa kuweka intellectual training kwa wanafunzi wa Kristo katika shule ya Kristo. Watu wanabidi waweze kujifunza katika lesoni ambazo zimejaa neno la Mungu pamoja na roho ya unabii. Bwana akaweze kutusaidia sana katika hiyo nafasi, ili tuweze kuwa ni wenye kuokolewa, lakini pia kwenye kujifunza kwa undani maandiko matakatifu sawa sawa na neema yake takavyo